Bwana Yesu asifiwe. Napenda leo tukazungumze machache juu ya neno la Mungu. Na upo baba unayenisikiliza, upo mama unayenisikiliza, upo kijana unayenisikiliza na unayeniangalia, upo binti unayenisikiliza pia unaniangalia. Naomba tukamshukuru Mungu ili tuweze kujifunza katika maneno ambayo Mungu amenipa machache kuyaandaa. Basi naomba nimshukuru Mungu ili tuweze kujifunza. Baba, nakushukuru katika jina la Yesu. Naomba ulibariki neno hili kwa mtu anayeniangalia na mtu anayenisikia, likafanyike nguvu bora, likafanyike chakula bora, likafanyike utakaso bora kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, naomba ukamsaidie. Baba, naomba ukampiganie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nami Yesu, naomba kanilinde, kanitie nguvu katika jina la Yesu. Nikaweza kufundisha neno sasa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Amen. Neno ambalo nimeliandaa siku ya leo linatoka katika Luka 17, yani Luka sura ya 17 mstari ule wa 21. Ni kipengele tu, mstari mmoja mfupi sana, unaweza ukauona. Luka 17 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: lakini namna hii haitoki ila kwa kusali, kwa kufunga. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali, kwa kufunga. Sasa tuweze kuangalia ni kwa sababu gani Yesu alizungumza akawaambia wanafunzi wake kwamba lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kwa kufunga. Ni kwa sababu gani Yesu aliwaambia wanafunzi wake? Neno hili alijaandikwa katika kitabu cha Luka 17:21. Pia ukiangalia katika Mathayo utalikuta, ukiangalia Marko utalikuta. Pia ukiangalia katika vitabu ambavyo Yesu vya Injili tofauti na hivyo vitabu vinavyotajwa utalikuta. Na naomba nishie tuweze kujifunza kidogo ni kwa sababu gani Yesu aliweza kuambia wanafunzi wake lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga, kwa kusali na kufunga. Naweza nikakupa historia kidogo ili uweze kunielewa mpaka Yesu alivyosema lakini namna hii haiwezi katoka ila kwa kusali na kufunga. Ukisoma katika vitabu ambavyo vilivyokutajia katika kitabu cha Marko na Mathayo ni maelezo marefu, ndio maana nimekatisha ili tuweze kujifunza kitu kidogo. Yesu alikuwa amewaacha wanafunzi wake na kwenda sehemu nyingine katika ratiba zake za majukumu ya kimungu. Wanafunzi wake walikuwa wametulia sehemu moja walivyokuwa wakikaa na Yesu. Sasa kuna mama mmoja ambaye alikuja na mtoto mmoja ambaye alikuwa ana pepo la kifafa. Huyo mama mmoja aliyekuja na pepo la kifafa akawaletea wanafunzi wake na Yesu walivyokuwa wametulia sehemu ambayo walikuwa wakikaa pamoja na Yesu. Lakini Yesu siku hiyo alikuwa hayupo, alikuwa ameenda kwenye ratiba zake za majukumu ya kimungu. Wanafunzi wake walikuwepo wote 12 unaowajua wewe, uliandikwa. Lakini yule mama alitarajia kwamba mwanaa atapona kwa sababu amewakuta wale wanafunzi wanaotembea na Yesu. Alitarajia kwamba atapata uponyaji. Lakini wale wanafunzi walijipinda kuomba, hawakufanikiwa. Walifanya namna yao wanaojua, lakini haikuwezekana. Waliomba, naona walifanya mbinu zao, lakini hakuweza kufanikiwa kumponya yule mtoto na ile pepo alikuweza kutoka. Yule mama aliweza kuhuzunika sana na kusitika sana. Kwa sababu gani? Nimemletea Yesu nimkuta hayupo, pia nimewakuta wanafunzi wake na Yesu, lakini hawajaweza kuliponya. Hii ina maana gani? Inaleta picha gani hii? Unaona, wakati huo yule mama anavyozidi kuendelea kustaajabu na kushangaa, Yesu aliwakuta
Yesu aliwakuta huyo mama akiwepo na mtoto wake ambaye ana kifafa, bado kifafa kijatoka, na wanafunzi wa Yesu wapo pale 12, hajaweza kufanya chochote. Lakini Yesu alipokuja akawaambia wanafunzi wake, kwanza kabla hajawaambia, ile pepo la kifafa aliweza kulikemea na likatoka. Alafu pia akawaambia kwamba namna hii haiwezi katoka ila kwa kusali na kufunga. Yesu akawaambia namna hiyo, kwa namna hii haiwezi kutoka ila kwa kusali na kufunga. Sasa tuweze kuzungumza ni kwa sababu gani Yesu aliwaambia namna hiyo, na ni kwa sababu gani ile pepo alipoweza kutoka, ile pepo kifafa pale walioletwa wanafunzi wake na Yesu akiwa alipo. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wakipenda kutembea na Yesu, ila walikuwa hawapendi kuiga kila kitu anachokifanya Yesu. Yesu alikuwa ni mtu wa maombi sana, akikesha akimuomba Baba mpaka matone ya damu, akipiga magoti akisema, Baba naomba unisaidie kazi yangu nitimize, Baba naomba unisaidie kusudi langu ulionitia niweze kulitimiza. Yesu alikuwa akifunga, akitembea, akisali. Yesu ukiachana na zile siku 40 alizofunga, lakini Yesu kuna siku ambazo alikuwa akijitolea kuomba na kukesha akilia. Kitabu kina neno la Mungu linasema kwamba alilia, aliomba, akalia mpaka yale machozi yakabadilika yakawa damu. Lakini wanafunzi wa Yesu walikuwa wakifuata Yesu, hawafati kama anavyoenda. Lakini ni kwa sababu gani ilikuwa hivyo? Baada ya Yesu sasa akaja akawafundisha, akawaelekeza, akamwambia namna hii haiwezi katoka ila kwa kusali na kufunga. Kwa kusali na kufunga. Namna hii haiwezi katoka ila kwa kusali na kufunga. Upo mama unaniangalia, upo kijana unaniangalia, unanifuatilia, upo ni mtu ambaye unapenda kumtumikia Mungu sana, unapenda kuimba kwaya sana, unapenda kuimba praise sana, unapenda kuhubiri sana unapenda kuwa ni mtu ambaye unatembea na miujiza na nguvu za Mungu, unapenda kuwa na nguvu ya ushuhuda ndani yako, ili watu wakikuona waweze kujua kwamba huyu ni mtumishi kweli anatembea na ushuhuda wa Mungu. Lakini namna hiyo unayoiwaza au unayotamani uwe nayo, uwezi ukawa nayo kama ni mtu usipokuwa wa namna hii, yaani kusali na kufunga. Nini maana ya kusali na kufunga? Maana ya kusali na kufunga, tutaanza na kusali. Kusali ni mtu ambaye anayekaa katika uwepo wa Mungu, anasoma Biblia, neno la Mungu, kisha analitafakari lile neno. Akisha litafakari lile neno la Mungu, linaanza kumpa matokeo ya kila anachojifunza, na linaanza kumpa matokeo. Mungu anaanza kumfundisha jinsi ya kuyapasa. Hiyo inamaanisha kusali. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 na mstari wa 6 inazungumzia juu ya neno kusali. Mathayo sura ya 6 mstari wa 6 inazungumzia neno kusali. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, akamwambia kwamba ukitaka kuomba, ingia ndani ya chumba chako, kisha ingia ndani ya chumba chako, kisha funga mlango wako, kisha sali mbele ya Baba yako aliye sirini, naye Baba yako aonaye sirini atakujazi. Ni kwa sababu gani? Hii inaleta maana ya kusali. Kusali ni kuingia ndani ya moyo. Ukisha ingia ndani ya moyo, baada ya kuingia ndani ya moyo unafunga milango. Ukishafunga milango tafasiri yake Yesu alikuwa anaizungumzia ni kufunga kila mawazo mabaya, kufunga kila kitu ulichokuwa unakiwaza, hata kama sio kibaya, lakini kama kinakukwamisha kile cha Mungu unachokifanya wakati huo, inabidi ukifunge. Kila kitu chochote ambacho kinataka kukwamisha inabidi ukifunge. Hiyo ndo milango, inaweza ukiacha wazi inaweza kukutoa kwenye uwepo wa Mungu. Na baada ya kufanikiwa kukifunga kila kitu ambacho ni chema au kile kibaya ambacho kitakusababisha kutoa kwenye uwepo wa Mungu, unaona, baada ya kufunga ndipo sasa utakapoanza kuomba. Unaona, kuomba
Kuomba kwa namna gani? Kuomba kwa roho. Unaona hapo, wakati huo ushafungua Biblia ukalitafakari ile neno. Baada ya kutafakari ile neno, ukafunga ile milango yote ya kuwaza vitu ambavyo vibaya na vizuri ambavyo vinaweza kutoka kwenye uwepo wa Mungu. Baada ya pale unamtafakari Mungu, ukiomba katika roho unamtafakari Mungu, ndipo Roho wa Mungu ataweza kukujaza. Kisha kujazi, ataanza kukufundisha, ataweza kufundisha. Hiyo ndio maana ya kusali. Kusali ni kuzama katika uwepo wa Mungu, ukifunga kila milango itakayo kutoka katika uwepo wa Mungu. Ndio maana ya kusali. Pili, kufunga manake nini? Kufunga ni kujiongeza nguvu ya kiroho. Kufunga ni kujiongeza nguvu ya kiroho. Kufunga, mtu anayefunga anajijaza nguvu ya kiroho. Wapo wengine hawana nguvu yoyote ya maombi, hawana nguvu yoyote ya kukesha, hawana nguvu yoyote ya kujifunza neno, hawana nguvu yoyote ya kufanya kazi ya kimungu. Hata pepo linamshinda kwa sababu hana nguvu ya maombi ndani yake, hana nguvu ya kufunga ndani yake. Sasa nimezungumza neno hivi ili tuweze kuelewana, ili katika huduma yako unavyotembea utembee na haya maneno. Moja, kusali. Mbili, kufunga. Kufunga haiwezi ikaleta maana bila kuomba. Kufunga inaambatana na kuomba, ila kuomba hata isipoambatana na kufunga bado ni vizuri, lakini kufunga ni kuomba. Huwezi ukafunga bila kuomba. Hayo maombi utakuwa umeshinda njaa. Mungu abariki sana. Kama umenielewa